Kwa majina naitwa Sifu Ndunia ya sana mazingira. Mkuu wa mkoa swala la mazingira ni swala shirikisha kwa kila inahusika pia. Wewe kwa nini unaita mtu mwingine wakati unahusika? Ni sahihi mkuu au sio? Lakini kwa swala la kimamlaka, Mamlaka vipi? Wewe una mamlaka. Wewe jukumu lako ni nini? Jamani, wananchi tusikiane, tujifunze pia, si ndio? Ili utende haki lazima umsikilize pia, si ndio? Basi tuambie yeye jukumu lake ni nini? Yaani wewe unakula mshahara kwa kazi ipi? nashukuru mkuu wa mkoa. Kwangu mimi kama afisa mazingira, swala la kwanza nahakikisha kwamba swala la kijani, jukumu la kijani kuhakikisha kwamba miti inapatikana ya kutosha na wananchi wanayapanda kwa kutosha. Pia mimi naajiri kwenye masuala ya compliance ya miradi yote ambayo itahitaji tathmini hata ya mazingira, EIA, environmental assessment and audit, pamoja na masuala mengine yote ya kimazingira zaidi kwenye awareness. Kwa mfano masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kuwa na kampeni mashuleni kwa ajili ya kujenga vizazi vya leo ili kesho viwe endelevu kwa masuala ya mazingira. Kwa hiyo hii kazi ya mtaro hii na mazingira haya ya hii mito na watu kujenga mpaka kwenye mito, kukata miti ni uko nje. Hapana, kwamba swala mazingira ni swala shirikishi. Wewe hata shirikishi sio wewe inahusika mkuu. unahusikaje? Inahusika. Kwa mfano ukiangalia kwenye sheria ya mazingira imetaja wazi kwamba kuna ile sheria namba 58 kifungu cha kwanza na cha pili kwamba ni mita 60 mwananchi asije ama asiendeshe shughuli zote za naona unahusikaje? Usisome sheria, wewe unahusikaje? swala la kutekeleza sheria mkuu. Kwa hiyo hapa sheria imetekelezwa. Kwa hapa mkuu tuna changamoto ya Arusha. Kwa hapa sheria imetekelezwa. Ukiangalia kwa mkuu eneo maeneo mengi ya Arusha hayajapangwa. Asilimia karibu 80 ya jiji la Arusha halijapangwa na watu wamejenga. Sasa wewe unahusika kwenye mpango huu. Swala la mazingira swala la Naelewa. Wanapenda vitu vile, sio? Sasa wewe unahusikaje? Ili wahusika na mkuu kwenye swala zima la sheria. Ni kwamba wewe umeshindwa kusimamia sheria. Kwa hivyo kusema mji wote wa Arusha haujapangwa, na ni kweli. Kwa wewe uko pale kwa ajili ya kuunga mkono kilichofanyika. Hapana mkuu. Tofauti ya wewe na hao wenzako ni wapi? Yaani tofauti yako wewe na wenzako kwenye huu mto. Kwa mfano mkuu, kwa mfano tukiangalia sheria ya mazingira mwaka 2004 maeneo tofauti yako wewe, tunaongelea sheria, tunaongelea tofauti yako wewe. Sheria ni kweli jamani, kwa asili moja, si ndio? Tofauti si watu wanaokuja pale. Wanabadilisha sheria. Kwa mfano tulikuwa na mtu anayekwamisha utaratibu wa manunuzi ili tusipate mkandarasi atakayewezesha kujenga mifuko. Tumemtoa, tumeweka mtu mwingine, naona najua ametoka. Na nimemtoa mimi. Wala uoga. Kama ni chuki atanichukia ili wananchi wa jiji la Arusha wapate maendeleo. Ametoka. Tumeleta mtu mwingine au tumebadilisha sheria? Tumeleta mtu mwingine. Kwa hiyo mtu mwingine na tena zinatangaza za mikataba sasa hivi. Kwa hiyo umeshindwa kuwajibika. Kwa hiyo kuna nimekuuliza nimesema sema umeshindwa kuwajibika, jibu ni ndio au hapana? Sasa kwa nini unatoka wapi? nadhani ya usa wewe sasa unataka lakini kwa hiyo tunataka wewe hapa sasa ndio tunakuuliza usa. swala la mambo
kwa mshahara wake. Wewe ni sheria yako na ni mamlaka yako. Alafu ushakwenda kwa mkoa kulalamika kwamba anashindwa kutekeleza kazi kwa sababu ya moja mbili tatu. Ushakuja kwangu bila mwaka hivi mmoja. Kwa ndani ya mwaka mmoja sehemu ya kutembea dakika 2 hujawahi kuja. Sehemu ya kwenda dakika 3 kwa mkoa hujawahi kwenda kulalamika. Unashindwa kutekeleza majukumu yako. Kwa sababu watu wa mipango mingi, watu wa ruhusa wanashika. Maana wewe na wao ni kitu hicho. Hapa nakuuliza wanasema muulizo fulani. Nakuuliza wewe una mchango gani unanisomea sheria? Sheria ni kwa mamlaka gani? Wewe hauna. Sheria mkuu imenipa mamlaka. Wewe kwa mamlaka kutekeleza. Wakati unawapeleka mahakamani kwa kuvunja sheria uliopewa kusimamia. Labda mkuu kwenye hili niliona usikivu kidogo. Nakuuliza swali. Siamka kwa kupeleka. umekaa muda gani hapa Arusha? Una miaka 6. Basi inatosha. Anayemwakilisha lasi nani hapa? Fanyeni mchakato wa uhamisho. Haya, kila laheri huko utakaopangiwa. Nataka mtu atakayekimbizana na speed yangu hapa. Wewe sikuwa mtendaji unauliza swali alafu una majibu, unataka kupeleka majibu kwa mtu mwingine. Kila mtu atabeba msalaba wake. Hata mtu mwenyewe una miaka 6 bado anasema mpango miji, mji haujapangwa, wewe ndio wa mazingira.